Taarifa inayowasilisha leo inahusu mafanikio katika utendaji wa kazi wa TAKUKURU mkoa wa Mara kwa kipindi cha mwezi Oktoba hadi Disemba 2025, ambao TAKUKURU imewezesha jumla ya kiasi cha shilingi milioni 64,590,399 kukusanywa kama stahiki za walimu zilizoshindwa kupatikana na kodi iliyokwepwa. Moja ya majukumu ya TAKUKURU ni kushughulikia malalamiko yanayohusiana na vitendo vya rushwa. Tunayapokea kutoka kwenye vyanzo mbalimbali vya taarifa ili kuhakikisha haki inatendeka kwa kila anayestahili kwa mujibu wa sheria ya kuzuia kupambana na rushwa sura ya 329 ya mwaka 2007. Katika kipindi husika, chunguzi zetu zimewezesha baadhi ya watu kupata stahiki zao kama ifuatavyo. Kiasi cha shilingi milioni 50 zimelipwa kwa familia ya marehemu Digamo McLeod Mashauri, mwalimu mstaafu, na Bwana Fredson Magoti Mainya ambaye alishindwa kuuthibitishia uchunguzi wa halali wa mauziano ya shamba uliokuwepo baina yake na marehemu hadi kusababisha fedha hizo kuhamishiwa kwenye akaunti namba 3281000258 iliyopo katika benki ya NMB kutoka akaunti ya marehemu yenye namba 30/24/03004 nayo iliyopo katika akaunti ya NMB. 2. Kiasi cha shilingi milioni 4,219,200 zimelipwa kwa Bwana Samuel Marwa Magutu, mwalimu wa shule ya msingi Keisaka ya halmashauri ya wilaya ya Tarime, ikiwa ni fedha za madai yake ya uhamisho yaliyokwama kwa miaka 8 tangu mwaka 2017 alipohamishwa kutoka shule ya Magoto kwenda shule ya msingi Itirio. Fedha hizo zilipwa kwa mnufaika baada ya uchunguzi kubaini kuwepo kwa urasimu wa kuchukua hatua za kuitaka mamlaka husika kutekeleza wajibu wake. Ufuatiliaji wa rasilimali za umma. Kama mnavyofahamu, TAKUKURU ina jukumu la kufuatilia matumizi sahihi ya rasilimali za umma ili kuhakikisha zinatumika kwa madhumuni yaliyokusudiwa na kuleta tija kwa wananchi. Katika kutekeleza jukumu hili, TAKUKURU ilifuatilia matumizi ya fedha kwenye utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kufanikiwa kudhibiti ukwepaji wa kodi kwa kuhakikisha kodi husika zinalipwa kwa mamlaka husika kama ifuatavyo. 1. Kiasi cha shilingi milioni 10,101,539.56 zimelipwa kwa mamlaka ya mapato TRA, ikiwa ni kodi ya zuio kutokana na wazabuni waliosambaza vifaa kwa ajili ya awamu ya pili ya utekelezaji wa ujenzi wa shule ya msingi Seroresimba Mkono Moja iliyopo wilayani Butiama. 2. Kiasi cha shilingi 269,959 na senti 62 zimelipwa kwa ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Butiama, ikiwa ni ushuru wa huduma, yani service levy, kutokana na malipo yaliyofanywa kwa watoa huduma waliohusika katika utekelezaji wa awamu ya pili ya ujenzi wa shule mpya ya msingi Seroresimba Mkono Moja wilayani Butiama. Mbali na kasoro ya kutowasilishwa kwa kodi, kasoro zingine zilizobainika ni pamoja na ujenzi usiozingatia michoro sanifu, matumizi ya vifaa vya ujenzi visivyo na ubora, wizi wa vifaa vya ujenzi ambapo tumetoa ushauri na marekebisho yamefanyika ipasavyo. Kwa ujumla tumefuatilia matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi 31 yenye thamani ya shilingi bilioni 14,968,160,974 na senti 81.
katika sekta za afya, uchukuzi, elimu, maji, utawala na barabara, uelimishaji umma. Tumewafikia na kuimarisha ushiriki wa wananchi wapatao 30,975 katika mapambano dhidi ya rushwa na kuongeza uelewa, kukuza ushirikiano wa wadau katika kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu. Njia zilizotumika kuwafikia ni pamoja na uendeshaji wa semina 48, mikutano ya hadhara 14, uimarishaji klabu na kufungua klabu za wapinga rushwa 46, utoaji wa habari 8 na vipindi vya redio 3, uchunguzi na mashtaka. Jumla ya malalamiko 68 yaliweza kupokelewa. Kati ya hayo, asilimia 38 malalamiko hayo hayahusu vitendo vya rushwa. Asilimia 62 ya malalamiko hayo yanahusu vitendo vya rushwa. Mashtaka. Kesi zinazoendelea ni 4 na kesi zilizoshinda mahakamani ni 4. Malalamiko yaliyohusu vitendo vya rushwa, chunguzi zimefanyika na zipo kwenye hatua mbalimbali. Na kwa malalamiko ambayo hayahusu vitendo vya rushwa, wahusika wameshauriwa na malalamiko mengine kuhamishiwa idara zinazohusika. Mkakati wa Januari-Machi 2026. TAKUKURU mkoa wa Mara imejipanga kutekeleza mikakati ifuatayo katika robo ya Januari hadi Machi mwaka 2026 kama ifuatavyo: kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa maazimio yaliyofikiwa katika warsha kati ya TAKUKURU na wadau mbalimbali. Ufuatiliaji huu utalenga kuziba mianya ya rushwa iliyobainika kupitia chambuzi za mifumo ili kuimarisha uwazi, uwajibikaji na utawala bora. Pili, tutaendelea kuandaa uelimishaji kwa makundi mbalimbali wakiwemo walimu walezi wa klabu za wapinga rushwa, lengo ikiwa ni kuimarisha uelewa, ushiriki na majukumu ya vijana katika mapambano dhidi ya rushwa. Mwisho, kuendelea kuimarisha shughuli za uchunguzi na kushughulikia malalamiko yote yatakayotufikia. Wito: TAKUKURU mkoa wa Mara inawahakikishia wananchi utayari wetu wa kushirikiana na mwananchi yeyote mwenye nia thabiti ya kudhibiti vitendo vya rushwa. Aidha, tunawasihi wananchi nyote kushiriki katika kudhibiti vitendo vya rushwa kwa kuvitolea taarifa, kutumia simu zetu au kufika ofisi zetu zilizo karibu nanyi. Imetolewa na Simon Henry Ngoma kwa niaba ya mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mara.